Dini.com. Simlemble. Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza na introduction ilianza sehemu ya kwanza na credo, na tunaanza kuexplore zile sehemu tatu: ulimwengu wa Mungu Mama ambapo ndipo tulianzia, then tukaja kwenye miungu wengi, polytheism, and then sasa hivi tupo kwenye monotheism. Although kuna baadhi ya sehemu wana practice polytheism, yani wanaamini miungu mingi hapa tunapoishi, na kuna sehemu ya watu pia wanaamini ile era ya nyuma. Sasa ili kuweza kuelewa vipindi vyote hivi vya binadamu na historia yake kwenye issue ya imani, inabidi tuanze kuexplore ulimwengu mmoja mmoja. Na leo tunaanza na ulimwengu huu ulivyokuwa na watu walivyoishi miaka hii. Hii ni history. Msimuliaji wetu ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Tuanze na zama za Mungu Mama. Ukisikia Rosalia anajiita goddess, basi ujue ana meditate za maizi ambazo ni kweli ziliwahi kutokea na vinasaba vyake tunavyo hadi leo kwenye tamaduni zetu. Labda uzijui tu. Unajua kihistoria binadamu tulianza kuwinda kabla ya kulima. Kwa hiyo wale wa Adzabek na Dudukwe na Chaba ambao wanaishi kwa kuwinda ni malegend kuliko wakulima ambao tunawaita uti wa mgongo wa taifa. Deleva kuno. Takwe chizwana pena kunko poshota be. Cha ajabu, hakuna siku ya wawindaji ila kuna siku ya wakulima nane. Anyway, sasa ukiwa unategemea kuwinda ili familia ishibe, hauwezi kuwa na makazi ya kudumu kwa sababu unafuata wanyama walipo. Lakini idadi ya familia inapokuwa kubwa, nyama na mazao ya porini kama matunda hayatoshelezi. Ikabidi binadamu waanze kulima mazao ya chakula. Na ukishalima inabidi ukae eneo moja kutunza na kusubiria mavuno. Hapa ndipo idea ya makazi ya kudumu ikazaliwa. Kwa hiyo in case you don't know, kilimo ndio chanzo cha uwepo wa vijiji, miji na majiji tulionayo hadi leo duniani. Kwa hiyo stress za binadamu wa enzi hizi zilikuwa kuu mbili. Kwanza, mazao yapatikane ya kutosha ili mkono uende kinywani. Pili ni nguvu kazi watu ya kupanda na kuvuna mazao husika on time. Kwa hiyo kuzaa watoto wengi iwezekanavyo ilikuwa ni namna ya kuongeza nguvu ya familia na ukoo. Na pili, kujua timing ya kupanda mazao ya chakula. Kwa hiyo kilimo cha mazao na kilimo cha watoto zikawa shughuli kuu mbili muhimu kwa binadamu wa wakati huu. Sasa mtoto anatoka kwenye tumbo la uzazi la mwanamke. Kwa hiyo tumbo la uzazi la mwanamke walilielewa kama mfuko au pango maalum lililowekwa na ile nguvu kuu ili nafsi ya mtu ipitie hapo kuja duniani. Kwa hiyo mwanamke akapanda chati kwa sababu amechaguliwa na ile nguvu kuu inayotawala dunia, ikimaanisha ina mfanano naye, yani Mungu Mama. So Rosalie the goddess angezaliwa enzi hizi angekuwa ni kiminaji wao. Kwa hiyo zama hizi ndo walianza kuzisoma nyota ili kujua wakati gani sahihi wa kupanda na kuvuna mazao na hata wakati gani sahihi wa kutafuta watoto na kuzaa. Moja ya DNA zilizobaki kwenye jamii zetu ni hiki tunachokiita astrology, yani elimu ya nyota. Binadamu alianza kuzichunguza movement za nyota za angani na tabia za hali ya hewa ili kujua ipi ikionekana wapi na maanisha nini. Idea hii ndio ilizaa mawazo mengine mengi kwamba kumbe tunaweza kusoma kinachoonekana angani kikatupa taarifa za nini kitatokea hapa duniani, na mbeleni watu wakatumia nyota kusafiria sehemu mbalimbali duniani kupitia bahari. Kifupi, enzi hizi waliamini mwanamke ni mwakilishi wa moja kwa moja wa ile nguvu kuu ambao kwa sasa tunafahamu kama Mungu. Na hii ina maana mwanamke alipewa treatment ya kipekee kwenye aspect nyingine kijamii. Kifupi, feminist wengi watatamani kuona dunia inarudi zama hizi. Ikitokea tukakufanyia time traveling, tukakurudisha miaka hii, unaweza kushangaa kila unachokiona kwa sababu nitakupa mfano mbeleni. But hata wewe na mimi tunachokifanya leo na kukiamini ni kizuri au kibaya ni kwa sababu ya mtazamo tulionao kuhusu dunia kwa sasa. Hujawahi kurudi nyuma kwenye posti zako za Facebook za miaka 10 nyuma ukaanza kushangaa, huyo ni mimi niliandika haya? Wengine huwa mnafuta na kushindwa kuvumilia captions zenu wenyewe. Hata mila nyingi za nyuma zilionekana hazifai leo ni kwa sababu hii. Tafsiri mpya zinazaliwa kutokana na mabadiliko ya jamii na muda. So zama za Mungu Mama kuna mambo mengi ya kushangaza au mengine ya kutisha ukiyatazama kwa jicho la sasa. Walikuwa wana tafsiri tofauti kuhusu dunia. Mfano, hakukuwa na idea ya kumiliki chochote, chochote na yoyote.
kila kitu ilikuwa mali ya umma. Hakuna mwanamke wala mwanaume wako. Hata tafsiri ya shughuli ya uwekaji jiwe la msingi baina ya mwanamke na mwanaume, yani sex, ilikuwa tofauti na tunavyoelewa leo. Hakuna cha kuuliza kama Gina Jux eti huyu demu wake nani, anipandisha mizuka, anitafutia lawama, mwambieni bana. Asante. Enzi za Mungu mama haina kuuliza. Logic ya kuhusu sex ni kwamba mwanamke hawezi kuzaa bila energy kutoka kwa dume. Kwa maneno mengine, hiki tunachokiita mbegu za mwanaume wakati huu walizichukulia kama energy drink tu ya moa ambayo humpa mwanamke nguvu ya kupata connection na Mungu ili awekewe mtoto. Walichukulia ngono kama tendo la kuconnect kiroho na ulimwengu mwingine. So uelewa wao ni kwamba dume lolote liwe la simba, nyati au binadamu, kazi yake ni kutoa energy drink itakayompa mwanamke power ya Mbosso aweze kupokea spirit itakayogeuka mtoto tumboni. Kwa hiyo mwanamke akitaka kuzaa anakuwa hajui mwanaume yupi mwenye energy hiyo. So anatafuta wanaume wengi iwezekanavyo ili kujikusanyia energy ya kutosha. Yes, kufanya ngono hadharani ilikuwa kama tunavyosali hadharani leo. Unaweza kuona jinsi gani ulimwengu wa wakati huu how make sense kwa hapa tulipo. Amini usiamini, hata hapa tulipo kuna mengi hayata make sense tena miaka 200 ijayo, na watashangaa tuliwezaje kuishi hivi leo. So elewa hivi, mazuri na mabaya ni mtizamo tuliokubaliana kama jamii kulingana na muda fulani. Usishangae baada ya muda Sterling anageuka jambazi na jambazi anageuka Sterling. Najaribu kukuonyesha kwamba binadamu tuna evolve kimtizamo kwa kiasi kikubwa kuliko kimwili. Na hiyo mitazamo ndio inaamua kipi tunakiita kibaya na kipi ni kizuri. Ndio maana sometimes huwa tunapishana kuhusu kipi ni maadili na kipi sio. Na sometimes ambacho kwenu ni maadili, ukienda sehemu nyingine wanakushangaa. Picha linaanza. Bwana, hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kwenye ulimwengu wa Mungu mama kuna mengi, lakini kuna vitu viwili ambavyo vinatofautiana sana na ulimwengu tunaoishi leo, na ndio vilizalisha hizi jamii za siri. Kwanza waliamini mind lead to matter. Yani ni akili ndio ilitengeneza ubongo na sio vice versa yake. Kwa maneno mengine waliamini kila kinachoonekana kimetengenezwa na kinaongozwa na visivyoonekana. Yani ubongo ni mdogo sana, hauwezi kutengeneza akili. Ila akili ndio iliamua kuunda ubongo ili iutumie kusoma dunia. Kwenye dunia yetu ya sasa inayoongozwa na sayansi tunaamini matter lead to mind. Yani kitu kilichopo ndo kinatengeneza vitu visivyokuwepo. Mfano, AI ambayo ni kitu kisichoonekana, yani mind, kimetengenezwa na mitambo ya kompyuta ambayo ni kitu kinachoonekana, matter. So wanasayansi wanaamini sisi ndo tunasababisha vitu visivyoonekana. Yani wewe ndo unaamua kuanzisha noma au kutoanzisha noma. Wakati wazee wa Mungu mama waliamini noma huwa inaanza kabla hata haujaianzisha. Unanielewa? Kwa sababu mwanadamu huanza kufanya ndani ya spirit, halafu ndo anakuja kwenye reality. Vitu vyote vinaanzia rohoni. Vyote unavyoviona, vyote. Kwa hiyo unaamini theory ya nini? Mind leads to matter. Sio matter leads to mind. No, it's mind leads to matter. Unajua ni theory ya mwanzo ya dunia zamani, wanasayansi lakini wanaamini kwamba ni matter leads to mind. Hiyo ni unajua hata unasema mwanadamu ameanzia kwenye maji, eti baadaye ndio kiumbe hai kikatoka. Hiyo ni namna ya kukosa majawabu. Okay. Unapokosa chochote lazima watu watengeneze sababu. Kwa sababu haitakiwi kukosa sababu kwenye chochote. Kwa hiyo una create ili exist reason. Na hiyo sio limit kwamba watu wengine wasifikiri opposite. Kwa sababu hata uwepo wa Mungu watu wali criticize, ndio kazaliwa sayansi. Kwa hiyo ulimwengu usioonekana ndio unatengeneza vitu visivyoonekana. Ulimwengu usioonekana ndio unaleta vinavyoonekana. Anza kwanza hata sayansi kwanza mtu anatoa vitu kwenye abstract. Wao wanasema kwamba tumetumia kompyuta inaonekana kutengeneza AI isionekana. Na so vice versa. Ilianzaje? Hiyo kompyuta ilitoka wapi? Okay. Anza kuenda kwenye kila kitu kilianzia wapi. Ndio utajua kuna mtu mahali alitoa kwenye abstract. Akaanza kukidevelop. Kwa sababu kompyuta haikuanza kompyuta iliyokamilika. Kuna kamjadala kazito kuhusu hili, na hata wanasayansi wenyewe hawajaweza kuthibitisha madai yao kwamba maisha yetu yamepangwa au tunayapanga. Tofauti ya sayansi ni kwamba
wanaruhusiwa kusema hatujui jibu. Kwenye imani gap hili haliruhusiwi. Kila kitu kina majibu kwenye ulimwengu wa roho ambao ni imani, na jibu la mwisho ni Mungu. Tofauti ya pili ni kwamba walikuwa metaphorical world. Leo tunaishi literal world. Tofauti yake ipo hivi: ikitokea ugomvi, then ndugu mwandishi akatokea eneo la tukio kuuliza nini kimetokea. Kwa maelezo ya dunia ya sasa, yani literal world, utasikia huyu mwamba ndo alianza, then mwenzake akakasirika, wakaanza kujibizana, wakashikana mashati na kuzichapa kavu kavu. Lakini kwenye metaphorical world wangesema Mungu wa maneno mbofu mbofu alimshukia huyu na kusababisha Mungu wa hisia kali akamshika huyu, kisha wakaanza kupigana. Kwa maneno mengine, waliamini binadamu ni midoli ya miungu na kila tendo baya au zuri ni kazi ya hayo miungu wazuri na wabaya. Hata vitabu vingi vya kale ikiwemo Bible vimeandikwa kwenye mtindo huu wa metaphor. Bila shaka unaijua true story ya kisa cha dogo Daudi na bigi wa Wafilisti Goliath, ambapo Wayahudi waliona ni mkubwa sana kumwangusha, too big to hit. Dogo D aliona ni mkubwa sana kumkosa, too big to miss. Dogo akaweka jabali kwenye kombeo, bigi akasogeza komwe. Kilichotokea ni Dogo D kuitwa King Daudi. Utashangaa hata mfalme ni mdogo sana au mlevi na kadhalika, lakini watu wanamtii enzi hizo. Ni kwa sababu hawakuamini kwenye mwili waliouona kwanza, waliamini kwenye yasiyoonekana. Kwa hiyo hata mfalme akiwa mtoto kimwili ni mkubwa kiroho, kwa sababu mind leads to matter. Kwenye dunia hii hakukuwa na kitu kinaitwa mema au mabaya. Kuna bahati, yani kupendelewa na miungu au kukosa bahati. Kwa hiyo kifo haikuwa jambo la kuogopesha. Kwa sehemu kubwa kifo kimekuja kuwa tishio siku hizi baada ya binadamu kugundua madawa na namna nyingi za kukwepa hatari za kila siku. In fact, kufa ilikuwa nje kwa kiumbe hai yoyote. Kama umeangalia series kama Vikings na tamthilia nyinginezo za maisha ya kale, utakuwa umeona hii element ya watu wa enzi hizi. Hawakuwa wanakwepa mishale au panga, kwa sababu kama Mungu wako anajua kuna mieusho uliifanya, hauwezi kukwepa, atakuacha ufe. Kama unahisi una haki ya kuishi, basi hatokuacha ufe. Wewe ni kiumbe chake. Kingine, walikuwa wabunifu kuliko imagination ya literal world tulionayo leo. Ndio maana vitu kama pyramid ya Egypt hatujui walijengaje hadi leo. Walikuwa watu wa era hii ya metaphorical world ambayo level yao ya mathematics ilikuwa kubwa mno. Then tukaswitch from Mungu mama to Mungu wengi, polytheism. Nini kilitokea? Picha linaendelea. Kama nilivyokuambia, yani Madini.com ni zaidi ya chuo. Madini.com wanakuelezea kwa undani zaidi.